Ikulu ya Tanzania haikaliki baada ya ujumbe mzito kutoka kwa mwanaharakati na naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuibua wazo nzito na kumtumia Samia Suluhu. Hujambo na karibu, na tafadhali ikiwa ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe. Katika ukimya wa kuta za mahakama na milango ya gereza, mjadala mkubwa wa kisiasa unaendelea kutikisa taifa. Ni mjadala unaohusu haki, na ni mjadala unaohusu demokrasia, na ni mjadala unaohusu hatima ya umoja wa viongozi ambao ni wakuu zaidi wa upinzani nchini Tanzania. Zaidi ya miezi kadhaa tangu kuweka mahabusu kesi na umkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, imeendelea kusubiri hatua muhimu za kisheria. Lakini sasa sauti mpya imeibuka kutoka ndani ya chama hicho, sauti inayotaka majibu na sauti inayodai hatua za haraka kutoka kwa vyombo vya utoaji haki. Ni sauti ya naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche, ambaye ametaka mahakama kuhakikisha na kuharakisha mchakato wa kesi na umkabili Tundu Lissu. Mnamo Jumapili Machi tarehe 15 mwaka 2026 majira ya mchana, John Heche alitoa ujumbe kupitia mitandao ya kijamii, ujumbe uliogusa moja kwa moja mifumo ya utoaji haki, haswa vilevile uongozi wa juu nchini, ambapo ikulu ilitetemeka na Samia Suluhu kuingiza baridi. Katika kauli hiyo alizitaka mamlaka za mahakama kuharakisha mchakato wa kisheria na vilevile unaomhusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Lissu amekuwa mahabusu tangu Aprili mwaka 2025 akisubiri hatua za kesi inayomkabili. Kwa mtazamo wa Heche, kuchelewa kwa kesi hiyo kunazua maswali mazito kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya utoaji haki, na kauli hiyo imeongeza presha katika mjadala ambao tayari ulikuwa umeendelea katika majukwaa ya kisiasa na kijamii nchini. Kwa sababu kesi inayomhusu Tundu Lissu si swala la mtu mmoja, ni swala ambalo limegusa mfumo mzima wa siasa za sheria ama siasa na sheria nchini Tanzania. Katika ujumbe wake, Heche alisisitiza kwamba kesi inayomkabili Lissu haina mashiko ya kisheria na kwa mtazamo wa chama chake. Kwa mujibu wa hoja hiyo, lengo la kesi linaonekana kuwa kumzuia kiongozi huyo wa upinzani kuendelea na majukumu yake ya kisiasa. Hoja hiyo imekuwa ikitolewa na baadhi ya wanachama wa Chadema tangu mwanzo wa sakata hilo. Kwa upande wa Heche, suala la msingi si tu uwepo wa kesi hiyo, bali kasi ya mchakato wa kisheria unaoihusu. Na kwa sababu katika mfumo wa haki muda ni sehemu muhimu ya haki yenyewe, lakini kuchelewa kwa kesi kunaweza kuathiri haki ya mshtakiwa. Vilevile kunaweza kuathiri imani ya wananchi katika taasisi za utoaji haki, na kwa mtazamo huo Heche alisisitiza umuhimu wa kesi hiyo kupewa kipaumbele, sababu ikiwa ni uzito wake katika siasa za taifa na maslahi mapana ya wananchi wanaofuatilia tukio hilo. Kauli hiyo ilikuja sambamba na ukosoaji kuhusu kile kilichoelezwa kuwa ukimya wa mahakama katika swala hilo. Ukosoaji huu umeongeza mijadala mipya katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na kesi zinazowahusu viongozi wakuu wa kisiasa mara nyingi hubeba uzito mkubwa katika jamii. Hazigusi tu masuala ya sheria, zinagusa pia taswira ya demokrasia katika taifa. Na katika historia ya siasa za Tanzania, viongozi wa vyama vya upinzani mara nyingi wamekuwa katika mijadala mikubwa ya kisiasa. Tundu Lissu mwenyewe ni mmoja wa wanasiasa wanaojulikana kwa muda mrefu katika ulingo wa siasa za Tanzania. Akiwa mwanasheria na mbunge wa zamani, amekuwa sauti maarufu katika masuala ya haki za kisiasa, utawala wa sheria na uwajibikaji wa serikali. Na katika kipindi chake cha kisiasa amewahi kuwa mmoja wa viongozi wanaoibua mijadala mikali kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini, na hivyo kesi na umkabili imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa siasa, kwa sababu kwa wengi kesi hiyo imekuwa zaidi ya tukio la kisheria, ni tukio la kisiasa pia, na ndiyo maana mjadala wake unaendelea kuvuka mipaka ya mahakama na kuingia katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa.
Kauli ya John Heche imeongeza nguvu mpya katika mjadala wa kesi ya Lissu, na katika upande wa wanaharakati wa haki za binadamu, suala la kucheleweshwa kwa kesi limekuwa chanzo cha wasiwasi. Wengi wao wanaamini kuwa haki haipaswi tu kutendeka, inapaswa pia kuonekana ikitendeka mbele ya jamii, na katika mazingira ambapo kesi za kisiasa zinaonekana kuchukua muda mrefu, baadhi ya wananchi huanza kuhoji uwazi wa mfumo wa sheria. Hali hiyo inaweza kuathiri imani ya wananchi kwa vyombo vya utoaji haki. Kwa upande wa wanasiasa wa upinzani, kesi hii imekuwa ishara ya mjadala mpana kuhusu uhuru wa kisiasa nchini. Kwa upande mwingine, wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa mchakato wa kesi lazima ufuate taratibu zote za kisheria bila kuingiliwa na presha za kisiasa. Hivyo basi mjadala unaendelea kati ya pande mbili, upande unaosisitiza kasi ya haki na upande unaosisitiza utaratibu wa sheria. Na katika mazingira hayo, wananchi wameendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa katika kesi hiyo, kwa sababu matokeo yake yanaweza kuwa na athari kubwa katika taswira ya demokrasia nchini. Kadiri siku zinavyopita, shinikizo kutoka wanasiasa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu linaendelea kuongezeka. Wito unaotolewa ni mmoja: kuona mchakato wa kesi hii ukiendelea kwa uwazi na kwa kasi inayoridhisha. Kwa upande wa serikali na vyombo vya utoaji haki, matarajio ya wananchi ni kuona maelezo ya kina kuhusu hatua zitakazochukuliwa katika kesi hiyo, kwa sababu uwazi ni sehemu muhimu ya kujenga imani ya wananchi katika taasisi za taifa. Na iwapo kesi hiyo itaendelea kuchukua muda mrefu, mjadala wa kisiasa unaweza kuendelea kuongezeka, na iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, basi inaweza kuwa hatua ya kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa haki. Kwa vyovyote vile, kesi ya Tundu Lissu imekuwa moja ya matukio makubwa ya kisiasa yanayofuatiliwa kwa karibu katika miaka ya hivi karibuni nchini Tanzania. Na katika taifa linalojenga demokrasia yake hatua kwa hatua, maswali kuhusu haki na utawala wa sheria huwa sehemu ya mjadala wa kila siku. Na kesi ya Lissu imekuwa kioo kinachoakisi mjadala huo. Na wito wa John Heche umeongeza nguvu mpya katika sauti zinazotaka uwazi na kasi katika mchakato wa haki. Kadiri macho ya wananchi yanavyoendelea kuelekezwa katika vyombo vya sheria, jambo moja linabaki kuwa msingi wa demokrasia yoyote, kwamba haki lazima itendeke, na zaidi ya yote haki lazima ionekane ikitendeka. Ni hayo tuliyokuandalia mpenzi mtazamaji, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na kumbuka kugonga alama ya kengele ndipo upokee notifications kila wakati tunapo-upload video mpya.